Katika kikao cha halmashauri kuu ya leo, ndugu waandishi wa habari, napenda kuwashukuru kwanza kwa kuja, na kama ambavyo nimesema awali, kikao cha NEC kilitanguliwa na vikao viwili kwa maana ya secretariat pamoja na kamati kuu. Sasa katika kikao cha halmashauri kuu tumekuwa na ajenda kadhaa. Ajenda ya kwanza, tumezungumza maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake ambao utafanyika mwaka 2027. NEC imepitisha ratiba na miongozo ya maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa chama pamoja na jumuiya zake. Tunataka uchaguzi wa kidemokrasia, uchaguzi huru na wa heshima, kama ambavyo CCM imekuwa ikijitambulisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kusimamia chaguzi zake za ndani katika hali ya utulivu, umoja, upendo na mshikamano. Lakini ajenda ya pili, tulikuwa na sera ya jinsia na ujumuishi, ambao hii ni sera ya mwaka 2026. Tumepitisha sera ya jinsia na jumuishi ya CCM. Sera hii inahakikisha wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na makundi yote yanapata nafasi sawa ndani ya chama na katika maendeleo ya nchi kwa maana ya nafasi za uongozi. CCM inasema hakuna atakayebaki nyuma, na Chama cha Mapinduzi muda wote kimekuwa kikitoa fursa hizo kuhakikisha makundi yote yanapata nafasi katika ushiriki wa maendeleo, hasa pia katika masuala ya uongozi. Lakini jambo la tatu, halmashauri kuu leo imefanya pia uteuzi wa viongozi kwa kufanya mabadiliko madogo ndani ya secretariat ya Chama cha Mapinduzi. Na mabadiliko hayo, tutaanza na ndugu Agrey Mwandri ambaye yeye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara, akichukua nafasi ya ndugu John Mongela. Lakini nafasi nyingine imependekezwa kwa ndugu Abdi Mahmud Abdi ambaye yeye atakuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, na ndugu Abdi alikuwa ni naibu wa umoja wa vijana wa CCM ambaye anatokea hapa Zanzibar. Lakini nafasi nyingine ameteuliwa ndugu Paul Chacha. Huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye amechukua nafasi ya idara ya organization ambayo ilikuwa inashikiliwa na ndugu Isa Usi Gavu. Lakini sambamba na hilo, ameteuliwa tena ndugu Jamal Kasim ambaye amechukua nafasi ya uchumi na fedha ambayo mwanzo alikuwepo ndugu Mirumbe Chacha aliyekuwa anashikilia nafasi hii. Lakini pia halmashauri kuu imeteua mjumbe wa kamati kuu ndugu Rahma Kasim ambaye amechukua nafasi ya ndugu Raila Burhani Ngozi ambaye yeye alipata uteuzi wa kuwa mkuu wa wilaya hapa Zanzibar. Lakini wajumbe wengine wa secretariat kwa maana ya katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo ndugu Kenan Laban Kihongosi anaendelea na nafasi. Lakini ndugu Rabia Hamid ambaye anaongoza idara ya Suki anaendelea na nafasi. Lakini pia katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ndugu Asha Rose Migiro anaendelea nafasi ya kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la nne ambalo nilipenda kuzungumza kwenu waandishi wa habari, halmashauri kuu pia na chama kinampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi imara, madhubuti ambao unajali maendeleo ya Watanzania. Tunaona kasi ya maendeleo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kasi kubwa, kazi inafanyika kwa weledi, lakini ukiangalia sekta zote kuanzia sekta ya afya, miundombinu ya barabara, sekta ya maji, elimu, nishati, kazi kubwa inafanyika. Hivyo chama kinampongeza mwenyekiti wa chama ambaye ndiye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuonesha uongozi imara ambao una matokeo chanya kwa Watanzania wote. Lakini pia chama kinampongeza Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Mwinyi Dokta kwa kazi kubwa ambayo anaifanya hapa Zanzibar. Zanzibar ya leo tunaona maendeleo makubwa, miundombinu ya barabara inajengwa kwa spidi kubwa, kazi nzuri inafanyika hapa Zanzibar. Hivyo Chama cha Mapinduzi kinazipongeza serikali zake zote mbili kwa kazi kubwa ya kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 kuhakikisha yote yaliyoahidiwa yanakwenda kutekelezeka kwa Watanzania wote.